Bwana amefufuka kweli, aleluya, aleluya. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya Pasaka, Jumapili ambayo tunasherehekea sherehe ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ameyashinda mauti, si mfu tena, bali yu mzima. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, ni mwaliko wetu sote kuweza kufurahi pamoja na tushangilie tukiimba aleluya, aleluya. Somo la kwanza ni la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya 34 na aya 37 hadi aya 43. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 4, au somo la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 aya ya 6 hadi aya ya 8. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura ya 20 aya ya kwanza hadi aya ya 9. Tusikilize Injili takatifu. Hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza wa kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro akimfuata, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na ile leso iliyokuwepo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini, akaona na kuamini. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Injili ya Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, nini maana ya Pasaka? Pasaka ni neno la Kiswahili ambalo linatokana na neno la Kiebrania Pesach, ambayo kwa Kiingereza maana yake Passover, na kwa maana nyingine katika Kiswahili maana yake kupita juu, kuvuka kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine. Hivyo hii inatukumbusha ni namna gani ambavyo sherehe za Pasaka zina uhusiano mkubwa zaidi na historia ya wokovu wa mwanadamu katika kipindi au kwa taifa la Israeli. Hivyo wapendwa wana wa Mungu, katika huu muunganiko, ukirejea katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1363, ndipo ambapo tunaelezwa ni namna gani ambavyo tunaweza kuhusianisha ukombozi wa taifa la Israeli kutoka utumwani Misri kuelekea katika nchi ya ahadi. Tunaambiwa kwamba kila mara sadaka ya msalaba ambamo Kristo Pasaka wetu amechinjwa inapoadhimishwa juu ya altare, kazi ya ukombozi wetu hufanyika. Hivyo ni kwa namna hii Israeli anatambua ukombozi wake toka Misri. Kila mara Pasaka inapoadhimishwa, matukio ya kutoka hufanywa yawepo katika ukumbuko wa waamini ili yalingane na maisha yao. Hivyo ndugu zangu, ni tafakari kubwa ambayo sasa tunapoona taifa la Israeli linapotoka utumwani Misri kuelekea katika nchi ya ahadi, huu ukombozi inatakiwa tuilete hii tafakari katika mwenendo wa maisha yetu ya kila siku.
Wapendwa taifa la Mungu, kama ambavyo tumeelezwa katika somo la Injili, ni siku gani hii ambapo Maria Magdalene anaelekea kule kaburini na anakuta hali ni tofauti na ambavyo alikuwa anatarajia? Ni siku ya kwanza ya juma. Hii ni siku ya Bwana. Ndipo ambapo tunapata maana halisi kama Wakristo wa Katoliki kwa nini tunasali siku ya Jumapili, siku ya kwanza ya juma. Kadiri ya mapokeo ya mitume yanayopata asili yao katika siku ya ufufuko, kanisa huadhimisha fumbo la Pasaka kila siku 7 katika siku ile itwayo kwa haki kabisa siku ya Bwana au Dominika. Siku ya ufufuko wa Kristo ni papo hapo siku ya kwanza ya juma, kumbukumbu ya siku ya kwanza ya uumbaji, na siku ya 8 ambamo Kristo baada ya pumziko lake Sabato kubwa anaanzisha siku aliyoifanya Bwana, siku isiyojua jioni. Karamu ya Bwana ni kiini chake, kwani ndani yake jamii yote ya waamini humkuta Bwana aliyefufuka, anawaalika kwenye karamu yake. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1166. Kwa sababu hiyo, Pasaka si sikukuu tu miongoni mwa nyingine. Ndugu zangu, Pasaka ni sikukuu ya sikukuu, ni sherehe ya sherehe, kama ambavyo sakramenti ya Ekaristi Takatifu inavyochukuliwa kwamba ni kilele cha masakramenti mengine yote. Ni sakramenti ya sakramenti, ni sakramenti kuu. Mtakatifu Atanasi anaiita Pasaka Dominika Kuu, kama vile Juma Takatifu linavyoitwa na makanisa ya Mashariki Juma Kuu, fumbo la ufufuko ambamo Kristo ameangamiza mauti, hupenya kwa nguvu yake yenye uwezo nyakati zetu za zamani mpaka hapo kila kitu kitakapowekwa chini yake. Hii ndiyo maana halisi ya Pasaka. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, ni wajibu wetu kuitambua na kuweza kuona umuhimu wa hii siku pale ambapo Kristo ameweza kushinda mauti, na inakuwa ni furaha kwetu kwa sababu tumetoka katika minyororo ya dhambi. Tumetoka katika hali ya utumwa wa dhambi. Hivyo tuna haja na kuhisi kweli furaha ambayo mtu anakuwa nayo pale ambapo anaondoka katika hali ya utumwa, anaondoka katika hali ya kubugudhiwa, anakosa uhuru. Hivyo sasa kupitia ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo tunakuwa huru zaidi na kuweza kutimiza wajibu wetu kwa namna ambavyo inampendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, Injili tuliyoisikia katika hii Dominika ya Pasaka ina ufanano na Dominika tuliyosikia katika mkesha wa Pasaka. Ufanano wake ni juu ya ushahidi au ushuhuda wa hili tukio la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaona wanawake wanakuwa kipaumbele. Wanawake wanakuwa mitume kwa mitume. Yaani wao wanakuwa wamisionari wa kwanza wa kupeleka habari hii au ushahidi huu wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mitume. Wao wanakuwa ni mashahidi wa imani, ambapo jana tulimsikia Mariamu huyu Magdalene na Mariamu yule wa pili, lakini siku hii ya leo katika Injili tunamsikia Mariamu Magdalene peke yake. Ndugu zangu, hawa wanawake wanaambiwa ukweli mkuu wa imani yetu. Kristo aliyekufa msalabani amefufuka kama alivyosema. Kumbe tunatambua na tunaona wazi kwamba namna gani ambavyo wanawake katika jamii ya Kiyahudi walikuwa wakifikiriwa. Lakini kwa namna ya upekee katika hili jambo ni kwamba hususani katika Injili hii ambayo tumeisikia siku ya leo, tunaona ushahidi wa huyu mwanamke
unakuwa ni msingi wa imani ya Kikristo. Ushahidi wa huyu mwanamke unaonyesha nafasi yao kama wamisionari wa kwanza, ukimuunganisha na Mariamu yule ambaye tulimsikia siku ya mkesha wa Pasaka, ambapo walikuwa wanawake wawili, na leo tunamsikia huyu Mariamu Magdalene. Kumbe ndugu zangu, wanakuwa wamisionari wa kwanza na wanakuwa mashahidi wa tukio hili la kihistoria. Kadiri ya tamaduni za Wayahudi, ushahidi wa mwanamke si kitu cha kutiliwa maanani. Hivyo mara nyingi ulipuuzwa, na ndiyo maana hata wasingeliweza kuitwa mahakamani ili kutoa ushahidi. Hivyo ni mwaliko kwetu katika sikukuu hizi za Pasaka, siku ya Bwana, siku ya ufufuko, siku ya Wakristo, ambao ndio siku yetu wote. Inaitwa siku ya Bwana kwa sababu hii, kwani ndiyo siku ambayo Bwana amepanda kwa Baba akiwa mshindi. Kama wapagani huita ni siku ya jua, nasi pia kwa hiari tunakiri hivi hivi, kwani leo nuru ya ulimwengu imechomoza. Leo limetokea jua la haki ambalo mionzi yake inatuletea wokovu. Hivyo katika kualikwa kwetu, ndugu zangu, ni kwamba tubadili mitazamo yetu ya kijamii inayomuondolea mwanamke na mwanadamu mwingine yeyote yule hadhi yake, kwa sababu jamii yetu imetawaliwa na mitazamo mingine ambayo, kusema ukweli, katika mtazamo wa maandiko matakatifu inaenda kinyume na haki za binadamu. Ni mitazamo ambayo inakuwa na dharau. Ni mitazamo ambayo inafifisha uwezo wa mtu binafsi, kwa sababu kwa kadiri ambavyo Mwenyezi Mungu ametuumba, sote tumeumbwa kwa sura na mfano wake Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hivyo jamii wakati mwingine inakuwa na mitazamo hasi ambayo inafifisha huu ujumbe wa kwamba tumeumbwa sote kwa sura na mfano wa Mungu. Tutambue tu kwamba ushindi huu au habari hii njema ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa ajili yetu sisi sote wanadamu, kwamba tumekombolewa, tunaondolewa kutoka katika hali ya dhambi, ili siku zote tupate kutenda matendo mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Ni jukumu la kila mmoja kuweza kutafakari mwenendo wa maisha yake. Ni jukumu la kila mmoja kuwa na mtazamo chanya juu ya mwenzake. Ni jukumu la kila mmoja kutogubikwa na hali ya chuki, hali ya uovu wa aina yoyote, ikiwa mambo ya hasira, kutoweza kujitawala katika hilo, mambo ya ubinafsi, mambo ya majivuno, mambo ya tamaa mbaya, mambo mengine mbalimbali ambayo yanatengeneza mahusiano yetu kama wanadamu kuwa mabaya zaidi. Hayatengenezi urafiki kati yetu, yanatengeneza zaidi uadui. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, huu ni ujumbe na ni habari njema kwa kila mmoja. Hivyo kila mmoja anapoguswa, maana yake atakuwa na mtazamo chanya kwa ajili ya mwenzake. Atakuwa na mtazamo ambao utamsaidia kuweza kuona kwamba kumbe katika maisha haya tunategemeana. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tufuate maneno ya Mtume Paulo ambapo anatufundisha na anatupa maelekezo ni namna gani ambavyo jamii hii inakuwa na mambo ambayo yanakuwa na mitazamo ambayo wakati mwingine haisaidii katika kukuza vema imani yetu na maadili yetu ya Kikristo. Kama Mtume Paulo asemavyo kuwa, bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 27 hadi aya ya 28.
Wapendwa taifa la Mungu, tunaona maneno haya ya Mtume Paulo ndiyo mtazamo wa mwanadamu aliye dhaifu, ambapo wakati mwingine yale mambo ambayo tunaona ni mapumbavu, yale mambo ambayo tunaona ni madhaifu, hakika kwa Mungu ndiyo hekima. Kama ambavyo tunaona msalaba ni aibu, lakini kwa Mungu ndiyo silaha kubwa ambayo imekuja kutushindia na kuweza kutuletea ukombozi wetu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, hata baadhi ya makundi ya watu ambayo wakati mwingine tunaona hayana maana katika jamii yetu, tunaona Mungu ndo ameyatumia makundi hayo katika kuyanyanyua na kuweza kuleta ujumbe wa kuweza kutusaidia sisi kuweza kuleta ushindi. Sasa kama ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ushahidi wake unaletwa na hawa wanawake. Ni mojawapo ya kundi ambalo katika tamaduni za Kiyahudi lilidharaulika. Ni kundi ambalo liliwekwa kando, halithaminiki. Linaonekana halina chochote cha kufanya cha muhimu cha kuweza kuisaidia jamii ikapata kunyanyuka. Ndivyo ambavyo hata sisi katika jumuiya zetu tunaona wazi kwamba wanawake wengi ndio ambao utawakuta katika wakisali katika jumuiya ndogo ndogo. Utawakuta pia wakijishughulisha katika mambo mengi ya kanisa, kwa sababu ifuatilia, mfano tuna vyama mbalimbali vya kitume, mfano WAWATA, UWAKA, ambapo WAWATA ni chama cha kitume ambacho wanawake ndio wanaohusika, na chama cha UWAKA ni chama cha kitume ambacho wanaume kwa sehemu kubwa ndio wanaohusika. Ukilinganisha hivi vyama vya kitume kwa sehemu kubwa, utajua chama ambacho kina wahusika wengi ni kipi. Kwa hiyo tunaona jukumu kubwa ambalo tunalo kama Wakristo, kila mmoja kuweza kuwajibika kwa namna ambavyo inastahili na inampendeza Mwenyezi Mungu. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tuone ni namna gani ambavyo ushahidi huu unaotolewa na huyu mwanamke Maria Magdalena unachukuliwa namna gani. Tunaona hata mitume baada ya kupokea hii taarifa ya ufufuko kutoka kwa huyu mwanamke Maria Magdalena, tunaona nao pia hawaamini ujumbe huo, hata wanafadhaika. Na mwisho wa siku tunaona mtume Petro na yule mwanafunzi aliyekuwa amependwa na Yesu, katika kutokuamini kwao wanaona waanze safari na wenyewe wakapate kushuhudia juu ya hili jambo. Je, ni kweli? Kwa hiyo wanaanza safari ya kwenda kaburini, na pale wanakuta vitambaa kaburini bila mwili wa Yesu. Ni vitambaa ndivyo, kwani hivi kwa macho yetu ya kibinadamu tunaweza kuviona na hata kuthibitisha kisayansi. Lakini ndugu zangu, kwa macho tumeona vitambaa, lakini je, kwa macho hawa wameona ukweli kuhusu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo? Jambo ambalo si rahisi, ambalo katika hili swala la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo tunahitaji imani, tunahitaji macho ya rohoni, tunahitaji kuweza kutafakari kwa kina zaidi ili tuweze kutambua ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo una maana gani kwetu na umetujia kwa mtindo gani. Yote hii ni pale ambapo tutakuwa tayari kudhihirisha mwenendo wa maisha yetu uweze kufanana na hali hiyo ambayo tunaipata katika ujumbe juu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndipo ambapo utahisi kweli Kristo amefufuka katika maisha yako. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, niwaalike ndugu zangu, tuweze kushuhudia huu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia maisha yetu ya kila siku, kama ambavyo maana ya neno lenyewe kwamba tunavuka kutoka upande mmoja kuelekea upande mwingine. Tunavuka kutoka upande ulio duni tunaingia katika upande ambao ni una nguvu zaidi. Tunatoka
au tunavuka kutoka upande ambao tulikuwa katika hali ya dhambi na kuingia katika kuishi maisha ambayo tunavuka na kuelekea kule ambako tutaishi maisha ambayo daima siku zote tutakuwa watu wa kutenda mema na hatutachoka kamwe. Basi wapendwa, taifa la Mungu, ni waalike ili kwa haya maneno ya Mtume Paulo kwamba Mungu aliyafanya yale mambo yaliyotazamiwa na mwanadamu kuwa mapumbavu, akayafanya yawe na maana, ili awaibishe wale wanaojifanya kwamba wana hekima na kuyachukulia mambo ya Mungu kwamba hayana maana. Tena wale watu dhaifu ambao tunawatazama ndio ambao Mungu anawafanya kuwa wenye maana kubwa sana na kutuletea habari njema na wenye kutuletea mambo ya muhimu katika maisha. Hivyo tuthaminiane, kujaliana na kuweza kumruhusu kila mmoja kwa kipaji alichojaliwa na Mungu apate kukidhihirisha kwa ajili ya manufaa ya jamii. Kwa sababu wakati mwingine tunawekeana vikwazo vya kila mtu kuweza kuonyesha ujuzi wake aliojaliwa na Mungu, kisa tu kwa sababu ya wivu, chuki. Na wengine sasa hata wakipata nafasi hiyo wanajikuta wao ni miamba, wanajikuta wao katika hali ya majivuno, wanaanza kuwadharau wengine. Ndio maana sasa kwao ni ujumbe wa namna wa sehemu zote mbili. Ewe ambaye umepata nafasi, jitahidi kujaliwa unyenyekevu pale ambapo unakuwa unajua jambo fulani. Pale ambapo unakuwa unyenyekevu, si kwamba ni mkamilifu, bali katika hali ya unyenyekevu unakuwa tayari kujifunza, kuongezea hata pale ambapo unapajua. Na wewe ambaye umepata nafasi fulani, unaweza kumruhusu hata mtu mwingine akaweza kuonyesha karama aliyojaliwa na Mungu, uwezo aliojaliwa na Mungu, ili aweze kuongezea pale ambapo pamepungua, paweze kujazwa. Na huo ndio ukamilifu unaopatikana, licha ya kwamba hakuna mwanadamu aliyekamilika. Lakini pale ambapo tunashirikishana ndipo ambapo ukamilifu na utimilifu unakoelekea, ambapo kwa Kristo mwenyewe ufufuko wake amekuja kutimiliza kile ambacho kilikuwa kimetabiriwa na manabii. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah.